Awali ya yote kwanza nimtangulize au tumtangulize Mwenyezi Mungu au Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ndiye ametusababisha wote tukutane hapa leo na wakati huu na majira haya. Kwa hiyo kabla tuanze kuongea, Mungu kwanza, alafu mengine yanafuata. Yes. Ndio, maandalizi yapoje? Kama mashabiki mnajitoa kiasi gani kuisupport timu kuelekea mchezo huo wa Jumapili, bila kusahau mchezo wa leo, mchezo muhimu kweli kweli? Kabla hatujaenda huko katika mchezo wetu wa Jumapili, mchezo wa 4 sawa, kabla hatujaenda kwenye mchezo wa 4, kuna mambo ya msingi kwanza tunatakiwa tuyapase tuyazungumze, alafu ndipo tuende katika huo mchezo wa Jumapili, sawa. Tusiende mbele kabla huko nyuma kuna shida. Sawa. Ndugu waandishi wa habari, tumewaita hapa kwa ajili lengo moja tu. Tuna mambo ya kuzungumza. Jambo la kwanza, kwenye klabu yetu ya Simba kuna changamoto imejitokeza mpya. Inawezekana wapo watu wengine mnafahamu, ila naamini mashabiki wa Simba Sports Club wengi wao hawafahamu. Ninaposema changamoto, maana yake nini? Kuna mashabiki au tunasema influencers wa klabu ya Simba Sports Club, ambao influencers maarufu ambao wana nguvu katika mitandao ya kijamii, na mashabiki mbalimbali wanawahamini hao watu. Mwisho wa siku kuna changamoto imeingia, kuna kiongozi ameenda kuwanunua, hadi sasa tunavyoongea wameshanunuliwa na sasa hivi wanaimba nyimbo moto ya mapambio ya kumpambia huyo kiongozi. Kiongozi yupi? Maana kuna idara tofauti tofauti pale za uongozi. Sawa, ninaposema kiongozi namaanisha ni mwenyekiti aliyokalia kiti cha klabu ya Simba Sports Club, ambaye ni Mangungu. Mangungu siku 7 zilizopita, Mangungu aliweza kuwanunua influencers wa Simba takriban 15. Lengo lake ni nini? Lengo lake ni kuwanyamazisha wasiweze kumshambulia katika mitandao ya kijamii, wasiweze kuwazibua masikio mashabiki mbalimbali ambao wanatumia gharama zao kubwa kununua jezi, lakini pia kununua tiketi kwa ajili ya kuisupport klabu ya Simba Sports Club, lakini pia kulinda heshima yake na kulinda cheo chake kisionekane kwamba yeye hafai, kumbe anafaa. Leo hii wale influencers baada ya kuongwa hela ndogo sana, sio nyingi. Kama shingapi hapa? Yaani kuna ukistajabu ya Musa, twendeni tukayaone kwenye klabu ya Simba. Ni pesa ndogo sana wameongwa, shilingi 200 tu. Tayari wamegeuka akina Kisugu. Kisugu. GB. Dr. Mo. Lakini pia pasi milioni. Mandala. Nikaanza kuhesabu hapo, wako wengi. Hapo umefika 5. Sawa. Lakini hakilanu wote wamenunuliwa. Lengo lao nini? Ni kunyamazisha. Ni kweli baada ya kupewa ile pesa, kilichofuata nini? Mapambio. Walianza, wako Dodoma, wakaanza kumwimbia Mangungu, sema Mangungu ni 5 tena. Yaani ni kitu ambacho mimi malaika wa Simba hakilai, niliumia, niliteseka usiku mzima. Nilijiuliza swali, hawa watu wamelogwa? Kwani katika hao influencer, je, na wewe uliweza kupigiwa simu uweze kununuliwa? Ama kwako msimamo ulikuwa tofauti? Mimi nilipigiwa simu. Hiyo ni serious, hata Mungu ananiona. Aliyekupigia simu ni nani? Nilipigiwa simu. Na nani? Siwezi kumsema ni nani, lakini aliniambia njoo kwenye kikao. Kikao cha nini? Nikauliza, kaniambia mwenyekiti wako anakuhitaji. Nikasema kama ni mwenyekiti mimi siji. Lengo langu lilikuwa ni nini? Ni moja tu. Nilishajua, na kwa sababu mimi ni malaika, nina kibali cha Mungu. Mungu alishaniambia kwamba usiende, kwa sababu tayari kuna rushwa unatembea katika klabu ya Simba. Mnaenda kunyamazishwa, kufungwa midomo yenu, ili mradi msiweze kuitetea klabu ya Simba. Klabu ya Simba sasa ina hali mbaya, ndugu waandishi wa habari, na hali mbaya inasababisha ni kiongozi wetu mwenyekiti Mangungu. Watu hawaelewi ninaposema Mangungu maana yangu ni nini. Mangungu ni mwenyekiti wa klabu ya Simba. Hakiwezi kufanyika chochote kile kwenye klabu ya Simba, iwe usajili, iwe si kuingia mzaburi, chochote kifanyika lazima Mangungu atie saini yake. Yeye ndio bosi. Magoli hanamsaidia Mangungu. Labda hichi kitu ambacho watu hawaelewi. Kwa hiyo sisi mashabiki, mimi malaika, niko na ndugu yangu Pacha wa Simba, niko na ndugu yangu Dani,
wa Simba wenye mapenzi ya dhati na klabu ya Simba tukasema hapana, Simba inaendelea kuteketea. Mashabiki wa Simba kwa Dr. Mo wanafurahia sisi Simba kuandika historia mbaya. Tumefungwa mara 3 mfululizo, klabu ambayo ni nambari 5 barani Afrika kwa ubora. Jamani, ni kweli hayo? Kwa hiyo mwisho wa siku tukasema hapa lazima tuwaite ili tuweze kuwaeleza ndugu waandishi habari. Sorry kidogo Malaika, kwa mujibu wa taarifa ambazo tuko nazo za Kikachero, dirisha hili dogo Mangungu ndo amefanya usajili. Sasa unaposema Mangungu ana nini? Na hapo wachezaji walioletwa ni wana profile kubwa Afrika, Chama, Lebase, unaona majina kama hakuna mchezaji ambaye profile sio shida. Profile ya wakati gani? Neno profile tunaangalia katika mpira wa miguu, mpira ambao ni mchezo wazi. Tunaangalia profile yake la wakati gani au msimu upi. Tunamzungumzia Clatous Chama. Clatous Chama alikuwa Simba, akatoka enda Walabuni, akarudi Simba. Baadaye Ahmed Ally akasema kwamba hii bidhaa klabu ya Simba imeona haiwezi kutufikisha au kutuvusha katika msimu unaokuja. Ahmed Ally maneno yake hayo, lakini akasema huyu ni duka. Clatous Chama huyo, lile duka lile likaenda Yanga Africa. Yanga Africa na pia namba likalina lile duka lile likatoka likaenda Singida Black Stars, likali naanzia sababu lile duka lile. Leo hii klabu ya Simba Mangungu eti anakuja kusimama anasema kwamba Clatous Chama anapaswa kuwa dhahabu ya klabu ya Simba. Jamani, nachoka mie. Leo hii mchezaji ambaye ana miaka zaidi ya 35, mchezaji ana miaka 35 kwenye sayari ya mpira miguu, tayari mchezaji amekwisha. Kama Singida Black Stars ni timu ndogo inaenda kumwanzisha, anaingia sabu. Je, klabu ya Simba ni klabu kubwa ambayo barani Afrika nambari 5, inakuwaje? Huyo Mangungu ameenda kumsajili mchezaji nito Kibabage. Jamani, niseme who are you? Hapo Kiingereza nasemaje? Nisaidie pacha. Who are you? Ameenda kumsajili Kibabage. Kibabage ambaye na pia mchezaji ambaye ni wa kawaida, anapaswa acheze Pamba Jiji, anapaswa acheze Namungo. Kibabage sio mchezaji ambaye kuchezea level klabu ya Simba Sports Club. Na ndio maana hata Yanga Africa sawa wakaona huyu bado huduma yake ni ndogo, hapaswi kuwa katika klabu ya Yanga Africa. Lakini bado Mangungu huyo kumlazi, mmesema usajili. Ndio muone Mangungu alivyokuwa mtu wa hovyo, anaiangamiza klabu ya Simba. Mangungu huyo ameenda kumsajili mchezaji ambaye anaitwa Gue Lebase Gue. Mashine ya nini? Ya kusaga au kukoboa? Ile ni mashine ile. Mashine ya chani. Unaposema mashine, amecheza mechi moja tu tayari kwamba wana Simba ametia aibu. Kwenye nini? Sumadhulia, mechi moja tu amecheza ametia aibu. Aibu ipi? Mchezaji anaingia uwanjani, anaangushwa tu kwamba tawi kilo chake amevaa cheni. Why? Sio tamaduni zetu za mpira katika nchi hii au Afrika hii. Senegali tunaifahamu, taifa la Senegali ni taifa ambalo limejaa na imani kubwa sana ya kidini. Ni mchezaji gani wa Senegali ambao ushakumwona anavaa kikuku? Tunaweza tukasema kwamba labda wao wanazificha kwa ndani zaidi, wakina Sadio Mane, wakina Gie wale, wakina Ndiaye, wenda wanazo wakina Mendy. Ndugu yangu, kama yule mchezaji alisukumwa tu kaanguka ikaonekana cheni. Akina Sadio Mane katika Afcon ameangushwa kwenye mechi ya fainali, kaangushwa mara 7. Sawa, lakini hatujaona kuna kiashiria. Lakini tumemwona mdogo wake Gue, maana huyu Gue ni mzee. Cha maajabu na pia ambao tumechukua ni mzee. Gue original ni yule ambaye kwamba alipachika goli la ushindi katika nchi ya Senegali. Sawa, leo hii tunaambiwa kwamba Gue anakuja kutuletea faida kubwa klabu ya Simba. Tunaangalia, jamani, huyo Gue amecheza kwenye chani na 2024. Na 2025 chani hajacheza. Biza yake ni ndogo, uwezo wake ni mdogo, ameachwa na Senegali ambayo hiyo chani, maana ya chani labda mashabiki hawaelewa Simba. Sawa. Ninaposema chani ni michuano ambayo ni ya ndani ya hilo bara la Afrika. Wachezaji ambao wanapaswa kucheza ni wachezaji wa ndani bara la Afrika. Kama wewe mchezaji uko ndani ya bara la Afrika alafu hujaitwa kwenye chani, maana yake wewe ni underdog.
Lebasi aliitwa na alionyesha kiwango bora sana. Na 2024 Zebase yeye alicheza. Chani iliyoisha Zebase hakuitwa kwenye kosi cha timu ya Senegal. Alicheza chani iliyoisha ilifanyika Afrika Mashariki. Na ndio maana nimesema na 2000 ngapi? Na 24. Lakini bado Zebase performance yake ya misimu miwili iliyopita sawa, sio mzuri. Yaani kwa nini Simba tunaenda kuchukua matapishi? Aya, tunaenda kumchukua mchezaji naye pia tunamchukua, tuanza eti tunampamba naye pia. Yule anaitwa ni Sutule sijui. Ismail Olivier Ture fundi. Nachoka ndugu yangu. Pacha. Hebu naomba uniambie kwamba wanaposema eti Ismail Surani Tule ni fundi. Tule ana ufundi gani? Okay, niambie Tule ametoka klabu gani? Yule amepita ASEC Mimosa, timu ambayo ametoka klabu gani sasa hivi mpaka ingia Simba? Alikuwa Uarabuni huko. Nachoka mie. Sisi Simba tunaokota wachezaji, alafu baada ya msimu kimalizika wote tunawafanya tunaondoa. Lakini pia kuna mwalimu wa Pacome Zouzoua alikuwa anamweka bench Anicet Aura naye huyo pia ni usajili mbovu. Bwana, mimi niseme kwenye klabu ya Simba, kabla Pacha hajaongea, kwenye klabu ya Simba, ndugu waandishi wa habari na Watanzania wa Simba wote, Simba hata kama sasa hivi tumlete Cristiano Ronaldo, hata Simba tumlete Lionel Messi, lakini pia tumchukue na kocha Pep Guardiola sawa, haje kwenye klabu ya Simba, lakini kama kiongozi anakiongoza klabu ya Simba Sports Club Mangungu, mimi nakwambiaje, tutaonekana sisi underdog na hata ndugu zetu hawa pinzani hawa pinzani hao kwa utawala Mangungu tutafungwa na Yanga Afrika mpaka Yesu atakavyorudi, na zimefika mara 6. Sio mazuri na maana nimesema kwa namna uongozi wa Mangungu baada ya kuwekeza kutatua tatizo, anaongeza tatizo la kuweza kuwanunua mashabiki ili wasimseme. Maana yake yeye hataki kusemwa, hataki kukosolewa. Binadamu gani duniani ambaye yeye yuko perfect kuliko watu wote? Maana yake Mangungu ni mnoma madaraka. Mangungu na pia yuko pale kwa Masai. Na mimi na wasiwasi inawezekana yule ana unyevunyevu na Yanga Afrika yule. Sio siri. Kwa sababu mambo ambayo yanaendelea kwa klabu ya Simba siri, yule goalkeeper mimi sijajua, huyu hajajua na nyinyi hamjajua. Tayari Alikamwe alishasema kuna goalkeeper anakuja klabu ya Simba na kamtaja jina. Kwa bado mambo ya klabu ya Simba yazidi kuwa mabaya, kuanzia kwenye siri hatuna. Sawa, na hatujawahi kumkamata mtu ambaye anatoa siri kabla Simba. Sasa nani anatoa siri? Sasa ina haja gani ya kuandikia mate wakati wino upo? Kama mwenyekiti hajawahi kusema na kukemea, hatujawahi kumsikia kukemea, na mwisho wa siku kila siku anazidi kutudanganya. Hana toa siri pale, ni Mangungu huyo. Mwenyekiti kama amekaa kimya, maovu ya klabu yake yanaendelea, hasemi na hakemei, maana yake huyo mwenyekiti ndio anayetoa siri au anapenda kila ambacho kinachoendelea. Sio mazuri. Kwa hiyo nazungumza kitu ambacho nina experience kubwa sana kwenye juu ya masuala ya utawala wa mwenyekiti. Mimi mwenyekiti Mangungu hata haje hapa, nitamuuliza maswali ambayo kwa kutumia nafasi yake hiyo ya mwenyekiti, yaani aniambie tafsiri maana mwenyekiti nini, kwa sababu nimepitia kwenye taasisi nyingi, haijalishi za mpira, hata taasisi hizo binafsi. Najua maana cheo cha mwenyekiti nini. Lakini Malaika, mmekuwa mnalaumu sana upande wa mwenyekiti. Kwa nini upande mwingine hamkosoi? Kwa nini upande mwingine hamzungumzi? Kila kukicha ni Mangungu. Why Mangungu? Sasa kwani Mangungu ni nani? Mangungu ni kiongozi wa wanachama klabu ya Simba. Lakini wapo viongozi wengine. Nisikilize, Mangungu ndio tuliomchagua. Wanachama wa Simba, wazee wa Simba, wanachama. Maana klabu ya Simba sasa hivi na wazee tu wanachama. Sio madhuri yaani wanachama wa Simba wazee. Umepokea nimefinyiwa. Shabiki wa Yanga. Nimefinyiwa. Sio dhambi. Unaonesha dhahiri na wewe unaweza kununuliwa. Sina maana hiyo. Sina maana hiyo. Umepokea 2000 unaweza kununuliwa na wewe. Issue ni moja. Kwamba wanajua kwamba wanafurahi hichi ambacho tukisema ni cha kweli. Mwenyekiti Mangungu. Sio kwamba unanunuliwa. Narudi. Mangungu. Mwandishi kumlaza. Mangungu sisi tuna uwezo kumlaumu sisi wanachama wa klabu ya Simba na mashabiki wote wa nchi mzima klabu ya Simba. Hatuna uwezo na mamlaka ya kutoka kwenda kumwataki Mo Dewji kupitia katiba yetu namna jinsi ilivyo. Sisi hatuna uwezo kumwataki Magoli, katiba yetu inatukataza.
Sisi chaka letu sisi ni Mangungu ambaye sisi ndio tulimchagua. Haijalishi mimi sikumchagua, lakini wanachama wa klabu ya Simba wao ndio walimchagua kwamba hawe kiongozi na pia msimamizi mkuu kwenye klabu ya Simba. Sasa tusipomsema Mangungu tukamsema nani? Ndipo katiba yetu. Na ndio maana Yanga Afrika wao hawana mwenyekiti, wao na rais. Sio madhuri waliona haya mambo waliyaona. Kumlazi kabla sijafika huko, Pacha unacho kusema?